Jina langu ni Masudi Makame Faki, mkurugenzi mamlaka ya hali ya hewa ofisi ya Zanzibar. Tunawakaribisha katika maonyesho ya 12 ya biashara hapa Zanzibar ambayo yanafanyika katika viwanja vya Nyamanzi. Maonyesho haya yanaenda sambamba kabisa na sherehe za miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Hivyo basi TMA ofisi ya Zanzibar tupo katika maonyesho haya na tutaendelea kuwepo hadi siku ya tarehe 16 Januari ambapo itakuwa ni siku ya mwisho ya maonyesho haya. Kwa hivi sasa tunaweza kuelezea kwamba hali ya hewa ya visiwa vyetu, tumeona kwamba tupo katika kipindi cha joto kali, ambapo joto hili kwa kawaida joto katika kipindi cha mwezi wa Novemba lakini pia na mwezi wa Januari kuelekea Februari ni kwamba dunia inakuwa ipo katika mzunguko wake ikielekea upande wa kizio cha kusini, yani tunaweza kusema kwamba upande wa Southern Hemisphere. Kwa hiyo kwa hivi sasa ni kwamba katika eneo letu tunapata jua la utosi. Sasa hili jua la utosi ndio linasababisha kwamba ongezeko la joto, lakini vile vile ieleweke kwamba joto ambalo tunalipima katika maeneo yetu kwa hivi sasa ni kwamba tunapima kutoka nyuzi joto 30 lakini mpaka 32. Lakini vile vile wananchi wanatakiwa waelewe kwamba joto la nyuzi joto 32 ambalo linapimwa hapa Zanzibar ni tofauti kabisa na ile 32 ambayo inapimwa katika maeneo ya mikoa ya Kilimanjaro na maeneo mengine. Ni kwamba nyuzi joto 32 ambazo zinapimwa hapa Zanzibar, impact yake ni kubwa zaidi, kwa sababu katika eneo la Zanzibar unakuta kwamba tumezungukwa na bahari. Kwa hivyo basi mvuke mwingi huwa unatoka unaingia katika anga. Mvuke huo unapoingia katika anga ni kwamba unaongeza lile fukuto la joto kuwa kubwa zaidi. Kwa hivyo basi nyuzi joto 32 ambayo inapimwa hapa Zanzibar tunaifeel tukiwa katika kiwango kikubwa zaidi ukikompea na wale ambao wako katika maeneo ya interior ambako hakuna vyanzo vingi vya maji, ambapo kunakuta kwamba kunakuwa na upungufu wa unyevu katika eneo la anga za juu katika maeneo yao. Hivyo basi niendelee kuwasisitiza wananchi wote kwamba waendelee kufuatilia taarifa zetu za hali ya hewa katika vyombo sahihi na waachane kabisa kufuatilia taarifa katika mitandao ambayo pengine si rasmi. Hivyo basi katika maonyesho haya tunachukua fursa kuitambulisha kwamba taarifa zetu sahihi zinapatikana katika vyombo mbalimbali vya redio pamoja na televisheni zetu, lakini vile vile tunapata taarifa zetu kupitia katika website ya mamlaka ambayo ni www.meteo.go.tz, lakini vile vile tunapatikana katika WhatsApp ya Tanzania Meteorological Authority. Vile vile tunapatikana katika X au former ambayo ilikuwa kwamba ni Twitter. Kwa hiyo hapa tunapatikana katika Tanzania Meteorological Authority, lakini vile vile tunapatikana katika YouTube ya mamlaka na maeneo mengine. Hivyo basi niendelee kusisitiza kwamba tuendelee kufuatilia taarifa zetu kutoka maeneo sahihi kabisa ambazo za mamlaka ya hali ya hewa. Hizi ndio tunaweza tukajua kwamba hali ya hewa inaelekea vipi katika kipindi kiliopo, lakini vile vile tunakuwa tunatoa na mwelekeo katika siku ambazo zinafuatia. Kwa ujumla mamlaka ya hali ya hewa ipo kisheria kama ulivyosema, ni kwamba tumeanzishwa kwa sheria namba 2 ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 2019. Kwa hiyo kupitia sheria hii kuna adhabu mbalimbali ambazo zimewekwa kwa wale ambao wanapotosha taarifa, na hatutosita kwamba tukimpata yule ambaye anaenda kinyume akatoa taarifa za hali ya hewa wakati yeye hastahili kutoa hizi taarifa, ni kwamba kwa kupitia sheria yetu tunaweza kumwadhibu mtu yoyote ambaye atakuwa anachukua hatua hiyo. Kwa ujumla kama nilivyotangulia kusema ni kwamba katika kipindi hichi tunakabiliwa na joto kali, na nimesema kwamba ni desturi katika eneo letu kwamba unapofika mwezi Januari pamoja na Februari ni wakati wa kiangazi katika kipindi hichi. Hivyo basi ni kwamba wananchi wanashauriwa kwamba muda mwingi wapendelee kukaa katika maeneo ya wazi ambayo yatakuwa pengine maeneo ambayo wanapata kivuli na fresh air, kwa sababu katika kipindi hichi kama utaendelea kujifungia ndani ni kwamba kuna possibility ya ongezeko la joto ambalo pia linaweza likapelekea na magonjwa mengine kama vile stroke na mambo mengine. Kwa hiyo tunapendekeza kwamba wananchi zaidi wapendelee kukaa katika maeneo ya wazi na waweze kupata fresh air. Ni kwamba wasipendelee kukaa katika maeneo ya kujifungia na vitu vingine kama hivyo. Lakini vile vile ni kwamba pia tunatakiwa kwamba
tuimarishe pengine unywaji wa maji, kama tunavyojua kwamba kama nilivyosema kwamba katika maeneo yetu ya bahari haya ni kwamba tunatoka jasho jingi sana kutokana na joto. Kwa hiyo lile jasho ambalo linatoka ni kwamba maji yanapotea katika atmosphere. Kwa hiyo ni vyema kwamba tuimarishe pia unywaji wa maji, lakini pia hata kwa watoto wadogo, kwa sababu watoto wadogo kama hujawafikiria anaweza akakaa muda mrefu hajanywa maji. Lakini pia ni kwamba ili kuepuka athari zinazoweza kujitokeza hapo baadaye, basi tunapendekeza kwamba hata watoto wetu basi tusiwaeke mbali, wanapata hivi vitu vya maji at least, kwamba kuweza kurejesha yale maji ambayo yanakuwemo katika mwili, ili kwamba yasije yakajitokeza matatizo mengine hapo baadaye. Kwa ujumla kwa sasa ni kwamba mwamko ni mzuri compare na miaka ya nyuma, kwa sababu hili tunaweza kulipima kwamba sisi tunapotoa utabiri, wa mfano utabiri wa msimu, kabla hatujatoa ule utabiri huwa tunapata request kutoka maeneo mbalimbali. Lakini sio hivyo tu, hata tunapotoa taarifa ya hali mbaya ya hewa kama vile pengine upepo mkali au pengine joto kali na vitu vingine, au matangazo yetu ya mvua siku ambazo pengine tuna expect kwamba kutakuwa na mvua kubwa, tumekuwa tukipata mirejesho mizuri kutoka katika vyombo mbalimbali vya serikali, lakini vile vile hata kwa wananchi. Ni kwamba wananchi pia nao wanaturejeshea mirejesho mizuri na wanatuambia hivi sasa TMA mnafanya vizuri. Lakini ni kwamba uzuri wa jambo hili ni kwamba tumewezeshwa na serikali, kama tunavyosema kwamba ni kwamba hivi sasa TMA tayari inamiliki rada 5, lakini pia tumewezeshwa kwamba tunayo computer cluster. Kwa hiyo hatuna budi kwamba turejeshe shukurani zetu kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini vile vile kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha kwamba kupata vifaa vya kisasa, na vifaa hivi ndio vimetuwezesha sisi kuweza kufanya vyema, na tayari tunafanya vizuri katika ukanda wote huu wa Afrika, lakini pia na kimataifa. Bali ya kuwa TMA tunatoa taarifa ambazo zinasaidia hapa nyumbani, lakini vile vile tumeanza kutanua wigo na tunawasaidia hata wenzetu wa karibu, nchi kama vile Uganda, lakini tunakuja Burundi na maeneo mengi tu ya Afrika tumeanza kuwasaidia, ili na wao tabiri zao ziweze kufikia katika kiwango cha kimataifa.